Kwa majina naitwa Asbisie Chaula. Ni mfanyabiashara wa genge la nyanya humu ndani sokoni. Yaani kiukweli na kiuhalisia hapa nilipo nilikuwa nina homa siku 3 nimelala niko kitandani. Ninaambiwa nyanya zangu zimefungiwa hamna kuuza. Wapendwa, tunakufa tunalia. Tunalia. Nyanya najumua kandoo kadogo. Shilingi 20,000 kandoo kadogo, nyanya zimepanda bei. Halafu hizo nyanya nauza kwa wiki mara 2. Halafu serikali hiyo inakuja kunifungia. Nyanya mtaji nitaupata tena jamani? Jibu ni hapana. Samia ananidai, CRDB ananidai, kikoba kinanidai, maana mwanamke bila kikoba hatujengi, maisha hayaendi. Kwa kweli tunaomba ujio wenu, asanteni kwa kuja. Cha kwanza mimi nimefurahi sana kuonekana mmekuja. Kilio chetu kilikuwa mje, mtu sikilize. Kila siku tunalia, tunachoka. Kila siku tunalia jamani. Shida yetu wauza nyanya, sijui nipige magoti mnielewe. Naomba nipige magoti au nigalegale kwenye tope. Yaani siku ya leo naomba niseme. Kuna siku niliomba namba ya Hasunga mimi nimfuate nikamlilia ofisini kwake. Napewa namba na yule baba naambiwa kesho amekufa. Nilitamani kufa. Asunga huyo hapa. Aliyekufa yule aliyenipa namba. Aliyekufa yule aliyenipa namba ya Hasunga. Ili anipeleke kwa Hasunga nikalie kero zangu nilizonazo nyingi. Kwa kweli wewe mkuu wa wilaya, tunakufa wanawake hivyo, tunakufa, nyanya hatuuzi. Minada iko kwa wiki mara 4. Ukichanganya na Iboya ni kila siku, hatuuzi. Tunaomba utusikilize, tunakufa. Wamekuja na watoto tuliozaa bleki hawana. Wajukuu tumejaza ndani, wajukuu na madeni juu. Tunakufa, tupunguzieni minada, tunakufa. Tunakufa mkuu wa wilaya, ujue tunakufa. Minada kwa wiki mara 4, Iboya kila siku Iboya minada. Halafu wamekuja wa mizani mkuu wa wilaya. Mimi nina mizani na kandamizwa. Lakini ukienda mnadani hawatumii mizani. Mimi nikitumia mizani ile ya mishale pingu. Lakini wa mnadani mizani zile za mishale zimejaa. Hawajawahi kwenda na wanafanya biashara sana. Nikijumua karoti za 2,000 nauza. Mauzo yangu mimi ni Jumatatu na Jumapili kwa wiki. Jumanne mlo, Ijumaa mlo, Jumatano vuao. Hivi saizi wako mnadani kule. Jumamosi vuao. Sina siku ya kuuza. Tunaombeni mtusaidie juu ya hili. Wananchi tunalia. Mama Samia anajua uchungu wa leba. Tunaua watoto. Sasa hivi hatuna watoto, tunaua wajukuu. Wajukuu wamejaa. Bleki hatuna za watoto. Tunaombeni mtusaidie, tunakufa. Nimesema kuna siku niliomba namba ya simu ya Hasunga mimi nimfuate nikamlilia private. Lakini yule baba bahati mbaya kabla hajanipeleka nikasikia amekufa, nililia siri sijaimwambia mtu. Tunakufa. Nimemaliza. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nakushukuru kwa kuitisha hiki kikao. Na ni kikao muhimu sana. Lakini nataka niseme kidogo tu. Jambo hapa la msingi. Kwanza niwashukuru wananchi. Baada ya kunichagua, mimi pia niko kwenye kamati ya bajeti ya serikali ya nchi, ambao tunashughulikia bajeti. Moja ya maelekezo tuliyoyatoa katika kipindi hiki na ambayo serikali imeyatoa kila mahali ni kuhakikisha kwamba mwananchi asibuguziwe katika shughuli zake anazozitafutia riziki, lakini aelimishwe, aambiwe wajibu wake, na mkae mezani mshughulikie kutatua kero zote. Nimesikitika kidogo kitendo cha kuwafungia wananchi biashara zao ni kinyume na maelekezo ya serikali. Nawe yajua. Lakini la pili,
Huwezi ukaenda ukafunga biashara kama ni ya nguo ina nafuu, lakini mtu anayeuza nyanya, anayeuza mikate, ukimfungia umemuua kibiashara. Sasa hii haijakaa sawa, haijakaa sawa. Kwa hiyo ni shauri safari nyingine, matatizo yoyote yatatuliwe mezani kwa kushauriana, kujadiliana. Huo ndio utaratibu. Lakini la tatu, swala la kodi ni ya wajibu wa kila mtu. Swala la kulipa kodi, iwe ni ya mapato, iwe ni kodi ya pango, iwe ni kodi ya aina gani, ni wajibu wa kila mwananchi na kila mfanyabiashara. Na unapolipa lazima ufuate taratibu za sheria, taratibu za nchi zilizowekwa namna ya kulipa kodi. Hapa kwetu hapa Ichenjezya hapajakaa sawa nilivyowasikiliza. Kama mnalipa mapato bila kupitia control number, hiyo tayari ni tatizo. Hiyo tayari ni tatizo kubwa. La pili, kama wananchi hamna mikataba, kama hakuna mikataba mlio saini kwamba mtakuwa mnalipa kodi hivi, mnafanya hivi, ukija kunidai ni kinyume na sheria. Hili tatizo lilikuwepo miaka ya nyuma. Toka nimekuwa mbunge mwaka 2015 lilikuwepo hapa. Mara ya mwisho tuliongea mimi nikiwa Dodoma na mwenyekiti wa halmashauri na diwani, wakaja hapa, ndio tukakubaliana baada ya kodi kupanda, mnakumbuka? Ndio tukakubaliana hizo 15,000 na 1000 ngapi? 10. Sasa mimi nilitarajia, mimi nilichokuwa nakijua, mimi sio mtendaji, mimi ni mwakilishi wa wananchi. Nilijua baada ya pale sasa mmesaini mikataba ya namna ya kulipa. Sasa kama hiyo mikataba hamkusaini ya namna ya kulipa, hiyo hayo makubaliano yalikuwa ya namna gani? Eneo hili wakati wafanyabiashara wanapewa mwaka 2018 walikuwa na makubaliano maalum na halmashauri. Sisi tunaelewana mpaka hapo, lakini lazima tuambiane kwa tufike mwisho tuone. Na wakati wafanyabiashara wanapewa hili eneo tulikuwa na orodha yao. Sisi tunaelewana mpaka hapo, lakini tuna kumbukumbu za watu wote ambao tuliwapa vibanda kwenye maeneo haya. Wakati wanapewa haya maboma wamalizie, walikuwa na makubaliano na halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Tunaelewana mpaka hapo, lakini makubaliano haya yanasema kuanzia mwaka 2018 kwa muda wa miaka mitatu mpaka 2021 watamalizia kukarabati yale maboma yaliyokuwa yako hapa na wataanza kufanya biashara. Ikifika mwaka 2021 wataanza kulipa kwa halmashauri. Sisi tunaelewana mpaka hapo, lakini tunaelewana kuanzia mwaka 21 zile gharama zako ulizozitumia kumalizia lile jengo au hicho chumba zinakuwa zimefanya nini? Zimeisha. Kwa hiyo kufikia mwaka 21 vinarudi kuwa mali ya halmashauri. Sisi tunaelewana mpaka, na labda tuambiane ukweli. Tusipindishe ukweli ulivyo. Sawa? Kwa hiyo kuanzia 21 vibanda vyote vilivyopo hapa vikawa ni mali ya halmashauri. Na makubaliano yaliyokuwepo ni kwamba ikifika mwaka 21 vitapaswa kulipiwa kodi. Wote wafanyabiashara watakuwa na vile vibanda, watasabika kama ni wapangaji.
Tunaelewana mpaka hapo? Lakini kilichotokea nini? Kimetokea, kilichotokea, kuna baadhi ya watu ambao hawakutekeleza matakwa ya mikataba yao ambao waliingia na serikali, ambao mikataba hiyo ilikuwa ni kumalizia ujenzi na kufanya biashara, urudishe hela yako baada ya miaka 3 uanze kulipa serikalini. Tunaelewana mpaka hapo? Lakini kwa hiyo sasa, wapo wafanya biashara ambao kuanzia mwaka 21 walianza kufanya biashara na wakaanza kulipa mapato halmashauri, wakaanza kulipa zile kodi za vile vyumba halmashauri, na tuna orodha ya watu ambao walikuwa wanalipa, na mpaka leo tuna orodha ya watu hapa wamekuja nao ambao walikuwa wakiendelea kulipa tangu mwaka 21. Changamoto iliyotokea mpaka kufikia hapa, kuna baadhi ya watu hawakukamilisha ukarabati wa vile vibanda, wakavitelekeza. Baada ya kuvitelekeza, mkataba wetu unasema ikifika 21 tunaanza kuhesabu unadaiwa, na vile vibanda vyote vina namba, na 21 vyote vikaingizwa kwenye mfumo. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Tunaelewana. Lakini ilipofika 21 vyote vikaingizwa kwenye mfumo. Kwa hiyo deni linakuwa linasoma kwenye nini? Kwenye, sio mtu anaamua, ni makubaliano ya kimkataba. Ikifika 21 viingizwa kwenye nini? Kwenye mfumo. Sasa kilichotokea, Mheshimiwa Diwani amekisema, kuna watu ambao walikuwa wanawaaminisha wafanyabiashara kwamba vile vibanda ni mali yao mpaka leo. Kuna watu walijipa umiliki wa vile vibanda kwamba ni mali yao. Kwa hiyo kilichotokea sasa, anakuita, anafanya makubaliano yako yeye na yeye ya mdomo ya kwamba endelea, malizia, fanya biashara, utakuwa unanilipa. Kwa hiyo tuna taarifa kwamba kuna watu walikuwa wanapokea fedha ambazo sio halali yao. Watu wanapokea fedha ambazo ni za serikali kuanzia mwaka 21. Kwa hiyo malalamiko mama zangu ni ya msingi, lakini sio ya msingi kwa sababu mlikuwa mnamlipa mtu ambaye sio mwenye vibanda vyake. Mlikuwa mnalipa watu ambao ni matapeli. Mlikuwa mnalipa watu ambao ni waongo. Mlikuwa mnalipa watu ambao ni wezi. Tunaelewana mpaka hapo? Lakini niwaambie mimi sina kona, mimi nimenyooka. Anakwambia kibanda ni cha kwangu, utanilipa kila mwezi elfu 30, sio 40, unaendelea kumlipa, deni linaendelea kusoma kwenye mfumo. Kwa hiyo mtu mmoja anamuuliza, anakwambia mimi Mheshimiwa DC kila mwezi nalipa shilingi 40. Ndio nimemwambia hatuji kwa kukurupuka, tunafuatilia kwanza kabla ya kuja. Kwa hiyo tuna taarifa za wafanyabiashara wote na waliokuwa wanapokea hizo fedha. Kwa hiyo yeye kwamba tunapokea pesa mkononi, wanamlipa yule ambaye amempangisha, kwa sababu amemdanganya. Na unaweza ukamwamini kwa sababu tunamuona ndio walikuwa anaendelea kukaa pale kila siku, lakini yeye mwenyewe anajua ukweli kwamba kibanda kile sio mali yake kuanzia mwaka 21. Kwa hiyo ndugu zangu, nimesema Diwani namshukuru kwa sababu Diwani amesema kabisa hivi vibanda kuanzia mwaka 21 vyote ni mali ya serikali. Kama kwa mtu ulikuwa unamlipa amekupiga, tuambiane tu ukweli. Kama kwa mtu amekwambia yeye ndio yuko Dar es Salaam na vibanda 9, anakutapeli. Vibanda ni mali ya serikali. Sasa kuanzia leo hapa niwaambie kabisa wazi kwamba vibanda vyote zaidi ya 200 na ngapi, vyote ni mali ya halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Hakuna mtu yoyote ambaye ana kibanda hapa.